Ninakuletea simulizi tamu ya mapenzi inayoitwa Shemeji Utaniua sehemu ya 9. Mwandishi wa simulizi hii ni DJ Manumbu. Msimuliaji ni mimi, binti Zuri. Dar es Salaam, jiji ambalo halisimami hata pale mioyo ya watu inapovunjika. Asubuhi ilifika, lakini ndani ya nyumba ya Neema hakukuwa na amani. Ukimya mzito ulitawala. Kila mmoja alikuwa ameamka, lakini hakuna aliyethubutu kuanza mazungumzo. Zawadi alikaa chumbani kwake, macho yake yakiwa yamevimba kwa kulia usiku kucha. Victor naye alikuwa sebuleni akifikiria maamuzi magumu yaliyokuwa mbele yake. Na Neema alikuwa tayari, alikuwa ameumizwa, lakini alikuwa ameweka moyo wake kwenye maamuzi. Aliingia sebuleni akiwa mtulivu, lakini ndani yake kukiwa na maumivu makubwa. Nimeshafikiria, alisema kwa sauti ya chini lakini thabiti. Victor akainua kichwa polepole. Zawadi naye akatoka chumbani akija kusikiliza. Sitaki kuendelea na hii ndoa, Neema alisema. Maneno yale yalikuwa kama radi. Victor akashtuka. Neema, tafadhali naomba unipe nafasi nyingine. Neema alikatiza akasema, hapana, heshima ilishavunjika. Ukimya ukaingia tena. Zawadi alihisi miguu yake ikilegea. Hakuwahi kufikiria mambo yangefika hapa. Na wewe? Neema alimgeukia Zawadi. Leo hii nataka uondoke nyumbani kwangu. Zawadi akalia. Dada, naomba unisamehe, nilikosea. Lakini Neema hakutikisika. Ulinisaliti, Neema alisema kwa utulivu wenye uchungu. Hakuna neno linaloweza kubadilisha hilo. Victor alijikuta yuko katikati, amepoteza mke, amepoteza heshima. Na sasa hata penzi alilodhani analipata lilikuwa limejaa majuto. Baada ya muda mfupi, Zawadi alianza kufungasha vitu vyake. Kila kitu alichoweka kwenye begi kilikuwa kama kumbukumbu ya kosa lake. Alipotoka nje ya mlango, aligeuka kumwangalia dada yake kwa mara ya mwisho. Lakini Neema hakumtazama. Mlango ukafungwa. Na hapo maisha mapya yakaanza kwa maumivu. Victor alibaki pale akiwa hana cha kusema. Na kwa mara ya kwanza alijua amechelewa. Je, haya ndiyo yalikuwa mwisho wa kila kitu? Au bado kuna kitu kilikuwa kinasubiri mbele yao? Usikose sehemu ya 10 na ya mwisho ya simulizi hii. Hatima ya kila mmoja anaenda kujulikana sasa. Kama umeipenda simulizi hii, bonyeza like, share kwa marafiki zako na subscribe kwenye channel ya DJ Manumbu ili usipitwe na simulizi kali kama hii. Hii ni sauti ya binti Zuri. Tukutane sehemu ya 10 na ya mwisho.